Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe, wanakambi. Amen. Asi ni jambo la kumshukuru Mungu kutupa wakati mwingine tena ili tuendelee kujifunza, na hasa kuhusiana na mada za uwakili wetu kwa Mungu. Na kama tulivyoona ya kwamba sisi tunaitwa mawakili wa Mungu, na Mungu ndiye aliyetufanya kila mwanadamu aliyezaliwa katika dunia hii kuwa wakili wake. Ni lini alilifanya hilo kwa ajili yetu? Ni pale alipotuumba, tukitambua ya kwamba wakili ni mtu aliyepewa dhamana ya kusimamia jambo, ya kusimamia kazi, ya kusimamia biashara kwa niaba ya muhusika, kwa niaba ya muhusika. Na tunamuona Mungu ya kwamba baada ya kukamilisha kazi yake ya uumbaji, kuumba dunia hii na vyote vilivyomo, ukisoma katika kitabu cha Mwanzo sura ile ya kwanza na ile aya ya 26, Mwanzo 1:26, Biblia inasema, Bwana akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili huyo mtu tunayemfanya, tunayemuumba, akatawale. Na anaenda kutawala nini? Kutawala samaki wa baharini. Anaenda kutawala nini? Kutawala ndege wa angani. Anaenda kutawala nini? Kutawala wanyama wa msituni. Anaenda kutawala nini? Anaenda kutawala nchi yote na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Na ni kwa sababu hiyo ya dhamana kubwa tuliyopewa na Mungu wetu ya kuwa wasimamizi juu ya mali zake, ya kuwa waangalizi juu ya mali zake, ya kuwa watunzaji wa mali zake, ndiyo maana tunaitwa mawakili wa Mungu, mawakili wa Mungu. Kwa kila mwanadamu anayezaliwa katika dunia hii, Mungu anampa dhamana ya kusimamia mali fulani ambazo kwa kweli hizo mali sio zako, sio zangu, hapana. Hizo mali ni za Mungu. Narudia tena kwamba sisi kama binadamu tumepewa hadhi ya pekee sana, tumepewa heshima ya juu mno na Mungu aliye muumbaji ya kuwa wasimamizi juu ya uumbaji wake. Kwa nini? Kwa sababu Mungu alipoumba, alipohakikisha ameumba samaki, alipohakikisha ameumba ndege, alipohakikisha ameumba wanyama, na ameumba kila kitu alichotamani kukiumba, na ndipo sasa akaumbwa mwanadamu kwa kusudi la kusimamia, kwa kusudi la kuangalia, kwa kusudi la kutunza, na kwa kusudi la kunidhamisha. Na mwanadamu anatakiwa siku zote atambue ya kwamba mali zote alizo nazo, haijalishi ni chache kiasi gani, haijalishi ni nyingi kiasi gani, mmiliki mkuu, jamani, ni nani? Ni Mungu. Mmiliki mkuu ni Mungu. Kwa nini awe Mungu? Zaburi 24 na aya ya kwanza, Mungu anatukumbusha ya kwamba nchi na vyote vijazavyo, jamani, ni mali ya nani? Ni mali ya nani? Mali ya Bwana. Dunia na wangapi? Na wote wakaao ndani yake. Kwa hiyo Mungu ndiye mmiliki. Kwa hiyo unapokuwa na chochote, kumbuka umeaminiwa na Mungu. Kumbuka umepewa dhamana na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ni wakili wake, kwa sababu wewe ni mtunzaji, ni mwangalizi kwa niaba yake yeye aliye Mungu. Na kwa sababu hiyo tunatakiwa tuviangalie hivyo vyote ambavyo Mungu ametupatia, mali zote alizotupatia, kisha kwamba tunaziangalia, lakini pia tunazitumia. Tunazitumia vizuri. Tunazitumia vizuri, moja, kuwa baraka kwa kazi yake Mungu; mbili, kuyabariki maisha yetu; lakini tatu, kuwabariki wanadamu wenzetu. Sasa leo nachotamani tuangalie, nataka tu tuangalie na kumbushana ya kwamba
katika mambo yote makubwa ambayo Mungu ametupatia tuyasimamie, kwa kweli tunawajibika kwake kwa mambo makubwa manne. Tunawajibika kwa Mungu kama mawakili wake, kama wasimamizi wa mali zake katika mambo makubwa manne. Na mambo haya makubwa manne yanahusika na kila nyanja ya maisha yetu. Kwa kweli hakuna kinachoachwa. Hakuna kinachoachwa. Jambo la kwanza ambalo kila mwanadamu anatakiwa kukumbuka, ya kwamba yeye anawajibika kwa Mungu kama wakili wa mwili wake. Kila mwanadamu anawajibika kwa Mungu kama wakili, kama mwangalizi, kama mtunzaji wa huo mwili ulio nao. Huo mwili, najua wengi miili yetu tunaiona, tunasema huu wangu huu, unaweza kufanyia chochote, unaweza kubadili vyovyote. Na ndio maana wako wengine wanaamua kubadili miili yao, wengine kwa kuifanyia upasuaji. Hawaridhiki na namna Mungu alivyowaumba, wanaamua kumkosoa Mungu kwamba Mungu yumkini angeniwekea kitu fulani, pua yangu ingekaa namna hii, tumbo langu lingekaa namna hii, miguu yangu ingalikuwa na ingekaa namna hii, yumkini ingalipendeza. Lakini nikukumbushe ya kwamba kila mmoja wetu unatakiwa kuridhika juu ya mwili wako kwa namna Mungu alivyokuumba. Wako wengine ziko nyakati wanamlaumu sana Mungu, kwa nini ukaniumba mwembamba? Wanatamani wangeliumba wanene. Wengine wanamlaumu Mungu, kwa nini ukaniumba mnene hivi? Labda ungeniumba mwembamba. Wengine wanamlaumu Mungu, kwa nini ukaniumba mfupi namna hii? Wangelitamani wawe warefu. Na wengine ni warefu wanatamani wangalikuwa walau wafupi. Na wengine ni weusi wanatamani wangalikuwa nani jamani? Wangalikuwa weupe. Sawa kabisa. Sasa kwa kadiri Mungu alivyokuumba, kumbuka wewe ni mali yake. Mwili wako ni mali ya nani? Mali ya Mungu. Kwa nini ni mali ya Mungu? Biblia katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza, fungua Biblia yako ikiwa unayo karibu, na wale mnaotufuatilia unaweza kuendelea kufuatilia kila ambacho Mungu anatukumbusha na kila ambacho Mungu anatueleza namna tunavyowajibika kwake kama mawakili wa miili yetu, Wakorintho wa kwanza sura ile ya 6 na ile aya ya 19 na ile ya 20. Neno la Mungu linasema, au amjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu? Miili yetu ni makazi ya Mungu, na maana ni makazi ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu ni Mungu. Roho Mtakatifu ni Mungu. Na anasema katika aya ile ya 20, maana mulinunuliwa kwa thamani, sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Miili yetu. Kwa hiyo mwili ulio nao ni mali ya Mungu. Na wewe na mimi tunatakiwa siku zote tukumbuke ya kwamba sisi ni mali ya Mungu kwa sababu ya mambo makubwa mawili. Jambo la kwanza, sisi ni mali ya Mungu kwa sababu ndiye aliyetuumba. Jambo la pili, sisi ni mali ya Mungu kwa sababu ndiye aliyetukomboa. Kwa vyovyote vile ulivyo, kumbuka wewe ni wa thamani, maana wewe ni mali ya Mungu, katika ufupi wako, katika urefu wako, katika weusi wako, katika weupe wako, katika unene wako, katika wembamba wako. Wewe ni mali ya Mungu. Wewe ni mali ya Mungu. Na unatakiwa siku zote kwa namna ulivyo umtukuze Mungu. Ndizi lakini kuna aina gani ya ndizi? Ndizi gani? Kuna ndizi sukari, sawa. Kuna ndizi gani nyingine? Kuna ndizi Bukoba. Kuna ndizi gani nyingine? Kuna ndizi Uganda. Kuna ndizi gani nyingine? Kuna matoke. Kuna ndizi gani nyingine? Ndizi mshale. Halo? Ndizi gani? Uko mpaka mzuzu jamani. Mbona ninyi mnasahau ndizi mzuzu? Na ukipita kwenye vibanda vya chipsi huko, ndizi gani zinachomwa? Ndizi gani zinakaangwa? Mzuzu. Sasa hata ndizi tu zenyewe ziko za aina mbalimbali.
Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu wa aina, yeye ni Mungu wa varieties. Na ndio maana ukienda hata kwenye maembe, kuna embe dodo, kuna embe gani nyingine? Embe boribo, kuna embe gani nyingine? Embe mafuta, kuna embe gani nyingine? Embe sindano, kuna embe gani nyingine? Embe ngongo, kuna embe gani nyingine? Kwa hiyo ziko za namna nyingi, na ndivyo pia katika uumbaji wake alipofika kwa mwanadamu. Kwa mwanadamu ametuumba kwa hiyo wa aina na wa rangi mbalimbali, na wanadamu wako wa rangi 4 duniani. Halo, rangi ngapi? Na hiyo yote aliona Mungu aumbe hivyo ili kuupendezesha ulimwengu wake. Ndio maana wako wanadamu weusi, wanadamu weusi, na wako wale weusi kabisa utadhani mkaa, ndugu zetu kutoka kule Sudani. Ngapi wamewahi kuwaona? Lakini wanafurahia na kumtukuza Mungu kwa uumbaji wao. Lakini wako watu weupe, wako watu wekundu, wako watu wa njano. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ni Mungu wa varieties. Na katika yote hayo Mungu anatamani kuona kupitia kwa miili yetu yeye akitukuzwa. Kwa kisha kwamba ndio tunalofanya kwa kupitia mwili wako kama mtu wa Mungu, kama wakili wa Mungu, kama mtu aliyeaminiwa kuusimamia huo mwili, hakikisha yoyote yale unayoyafanya kupitia kwa mwili wako yanamtukuza Mungu. Ndio maana Wakorintho wa kwanza 6 na ile aya ya 20, baada ya Mungu kutambulisha ya kwamba yeye ndiye mmiliki wetu, kwa sababu ndiye aliyetuumba, kwa sababu ndiye aliyetuokoa au kutukomboa, na anatuambia sasa kupitia kwa miili yetu anatamani kuona kila tunalolifanya likileta utukufu kwake. Kwa hakikisha katika kula kwako Mungu atukuzwe, katika kunywa kwako Mungu atukuzwe, katika kuvaa kwako Mungu atukuzwe, katika kujipamba kwako Mungu atukuzwe, katika kutenda kazi kwako, kuutumikisha mwili wako katika jambo lolote, hakikisha unalolifanya linaleta utukufu kwa nani? Kwa Mungu. Na hapo ndipo tutakapokuwa tumetimiza wajibu wetu wa kuwajibika kwa Mungu kama mawakili kwa miili yetu. Na ili basi miili yetu na maisha yetu kwa ujumla wake ilete utukufu kwa Mungu, lazima tuhakikisha kwamba mambo yote tunayofanya katika maisha yetu, katika nyanja hizo nilizozisema, katika nyanja ya kula na katika nyanja ya kunywa, katika nyanja ya kuvaa na katika swala zima la kuitumia miili yetu hii katika mambo mbalimbali ya maisha haya, kila tunalolifanya tunalifanya kulingana na mapenzi ya Mungu. Tunapofanya vinginevyo, ukiulisha mwili wako vyakula ambavyo Mungu hakuwahi kusema kwamba ni vyakula, wewe utakiwa kuliwa na mwanadamu. Ukiunywesha mwili wako vinywaji ambavyo Mungu amekataza, na kuutumikisha mwili wako kufanya mambo ambayo hayaleti utukufu kwa Mungu, unahesabiwa hatia mbinguni. Ni hatia gani tunayohesabiwa? Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 3 na ile aya ya 16 na ile ya 17. Wakorintho wa kwanza sura ya 3 na ile aya ya 16 na ile ya 17. Neno la Mungu linasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Aya 17, kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi, ambalo ndilo sisi, ambalo ndilo mimi. Hekalu la Mungu takatifu. Na ili basi hekalu hili na mwili wako udumu katika hali ya utakatifu aliokusudiwa Mungu, lazima katika mambo yote tunayoyafanya kwa miili yetu yapatane na mapenzi ya Mungu. Yapatane na mapenzi ya nani jamani? Ya Mungu. Patana na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo ni jambo moja
Hilo jambo moja, na nimesema ya kwamba katika kipindi chetu hiki tutaangalia walau mambo makubwa manne ambayo kwa hayo tunawajibika kwa Mungu kama mawakili wake. Mawakili wake. Kwa jambo la kwanza, kumbuka katika maisha yako unawajibika kwa Mungu kwa mwili wako. Chochote unachokifanya kwa mwili wako, naam, kumbuka taarifa yake, kumbukumbu yake inaandikwa kwa usahihi katika vitabu vya mbinguni. Na tunapofanya kwa miili yetu hii yale mambo yanayopatana na mapenzi ya Mungu, tunahesabiwa kuwa watumwa wema na waaminifu. Tunapofanya vinginevyo, tunahesabiwa kuwa watumwa wabaya, watumwa dhalimu au watumishi dhalimu. Sasa baada ya hilo, jambo la pili ambalo kwa hilo pia tunawajibika kwa Mungu kama mawakili wake, kama watu walioaminiwa na Mungu kuliangalia, kama watu walioaminiwa na Mungu kulisimamia, kama watu walioaminiwa na Mungu akisha kwamba wanalitumia kwa uaminifu na kufanya yale yote wanaweza kufanya kwa uangalifu kulingana na mapenzi ya Mungu. Ni uwakili wa mali. Jamani, uwakili wa nini? Wa mali. Hiyo ni nyanja ya pili ya uwakili wetu, ambao kwa huo tunawajibika kwa Mungu. Tunawajibika kwa Mungu. Ndio, kwa Mungu. Mungu ndiye muumbaji. Nakumbuka kama tulivyokwisha kuona kwenye Biblia ya kwamba alipoumba mali zote alizoziumba katika sayari hii dunia, aliziweka katika mikono ya uangalizi na utunzaji wa mwanadamu kwa niaba yake. Ndiyo maana Adamu anapoumbwa anaambiwa, naam, nenda katawale. Neno kutawala lina maana ya kuangalia. Neno kutawala lina maana ya kutunza. Neno kutawala lina maana ya kunidhamisha. Neno kutawala. Kwa hiyo nenda kayafanya hayo: moja, kwa samaki wa baharini; pili, kwa ndege wa angani; tatu, kwa wanyama wa mwituni; nne, kwa kila kinachotambaa. Na kwa sababu hiyo basi Mungu ameweka mali zake katika dunia hii, na mali hizo za namna mbalimbali zetu tunazoziona kwa macho, na nyingine zimefichwa huko ardhini. Ndio maana iko saa watu wanazitafuta huko ardhini. Tafuta. Maana wanachimba kwenda huko chini, wakitafuta mali zilizoko huko. Kwa chini kuna madini ya kila namna aliyeumba Mungu. Kwa chini kuna gesi, watu wanatafuta. Vyote hivyo ni mali za Bwana. Katika ulimwengu wa kwanza kabla ya gharika, tunaeleza kwamba madini yalikuwa juu, yalikuwa ni sehemu ya mapambo juu ya ardhi. Almasi iko juu, dhahabu iko juu, tanzanite iko juu, na hayo mengine tunayofahamu yako juu. Lakini basi kwa sababu mwanadamu alimwasi Mungu, akamkataa Mungu, na Mungu alipoipindua dunia ya wakati ule kwa gharika, basi vile vilivyokuwa juu vikapelekwa chini. Vikapelekwa wapi jamani? Lakini hata hivyo bado mwanadamu anavitafuta huko chini viliko. Maelfu ya futi kwenda huko chini. Anatafuta mamia ya futi kwenda huko chini. Makumi ya futi kwenda huko chini. Mwanadamu anakwenda ili kuvitafuta. Na Mungu katika mpango wake anatamani kila mwanadamu awe na mali. Kila mwanadamu awe na nini? Awe na mali. Kila mwanadamu awe na maisha mazuri. Huo ndio mpango wa Mungu. Kupitia kwa mali aliyotupatia Mungu, Mungu anatamani yumkini pasiwepo na mwanadamu maskini. Huo ndio mpango wake. Kwa hiyo umaskini mwingi tulio nao ni umasikini wa kujitakia. Umaskini mwingi tulio nao ni umaskini wa kujitakia. Umaskini mwingi tulio nao, umaskini mwingi tunaoona, sio mpango wa Mungu kwetu. Ni umaskini wa kujitakia. Sasa Mungu anapotubariki, Mungu anapokupa mali, anachotaka usisahau kama wakili wake ni nini? Mathayo sura ya 6. Mathayo sura ya 6. Mungu anapotubariki na kutupa mali katika dunia hii, kitu ambacho apendi tusahau kama mawakili wake. Mathayo sura ile ya 6 na ile aya ya 19 mpaka ile ya 21.
Mathayo sura ya 6 aya ya 19 mpaka 21, neno la Mungu linasema, msijiwekee hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba. Naam, ya duniani, ya duniani. Bali jiwekeeni hazina zenu mbinguni, kusikoharibika kitu kwa nondo wala kutu, wala wevi hawavunji wala hawaibi. Wapi? Huko mbinguni. Naam, wakati vya duniani vikiharibiwa na wadudu, wakati vya duniani vikiharibiwa na kutu. Najua hata hapa tulipo hapa tunaona tuna vyuma. Hata kwenye hayo mahema motulimo kuna vyuma. Jengo letu zuri la kanisa hili linalojengwa, ona nondo zinapanda hizo. Ndio, angalia huko yako majengo yameezekwa kwa mabati na kadhalika, lakini hayo yanaharibika, yana ukomo wake. Na ukomo wake, yana ukomo wake, kwamba kuna saa hizi nondo hizi zitapitwa na wakati, zita expire, muda wake utakwisha. Hata kama itakaa miaka 200, lakini itafikia mahala wataalamu watakuja na kusema, jamani, jengo hili sasa matofali yake na nondo zake zimekwisha wakati wake. Kwa sasa vunjeni, jengeni kitu kingine. Vya duniani vinapita, vina ukomo wake. Na vya duniani vinaibiwa. Labda tu niulize, wangapi tulioko hapa wamewahi hata kuibiwa hata simu? Basi mjini hapa punga mkono. Walau tu simu. Yaani nyinyi nyote namna hiyo mmeibiwa simu? Sasa vya duniani vinaibiwa, kama ambavyo wameibiwa simu, wengine wameibiwa mpaka pesa, wengine wameibiwa mali nyinginezo, wengine wameibiwa mpaka magari. Gari naibiwa. Kwa nini? Kwa sababu vya duniani vinaibiwa. Na ndio maana sasa Mungu anatukumbusha ya kwamba katika maisha haya anapotubariki na kutupa mali, tusisahau kuweka hazina zetu wapi jamani? Mbinguni. Huko hakuna cha mdudu, huko hakuna cha kutu kuharibu, huko hakuna cha mwizi wala jambazi kuvunja na kuiba. Na anasema pale mali zetu zilipo, ndipo na mioyo yetu, akili zetu, mawazo yetu, ndipo yalipo. Sasa kama mawakili wa Mungu, watu ambao tunamwamini Mungu na ambao Mungu ametupa heshima kusimamia mali zake, tukikumbuka kama Watanzania leo hii tunaishi kwenye nchi inayohimiza sana uwekezaji. Ndio maana wako wawekezaji wanaitwa hata kutoka huko nje ya nchi, wanakuja, wengine kutoka Uarabuni, wengine kutoka Amerika, wengine kutoka nchi za Ulaya, na wengine hata kutoka Afrika, na wengine wanatoka tu nchi jirani Kenya, wanakuja kuwekeza Tanzania. Na watu wanawekeza. Yumkini hata wale tulioko hapa wako watu wanawekeza, wengine kwenye mashamba, wengine kwenye biashara, wanawekeza kwenye majumba, wengine kwenye viwanja, wengine kwenye mashule, elimu, watu wanawekeza. Sasa pamoja na uwekezaji wote unaoweza kuufanya kwa maisha haya hapa duniani, Bwana anakukumbusha usisahau pia kama wakili wake kuweka hazina zako mbinguni. Kuweka hazina yako mbinguni. Weka hazina yako mbinguni. Na tunawekaje hazina mbinguni? Maana wako pia matapeli wameibuka duniani hapa. Wako matapeli. Miaka michache, nadhani miaka mitatu sasa iliyopita, kuna mtu mmoja aliwahi kuja Kenya, akawa anadai yeye ni Yesu. Yeye ni Yesu, na anawaambia waumini katika kanisa kwamba jamani, yeye si mnajua nimeenda kuwajengea makao. Sasa nimetindikiwa, nimeishiwa vifaa. Ile nyumba yako ile nimeishiwa sementi. Ile nyumba yako ile nondo zimepungua. Ile nyumba yako ile. Ile nyumba. Kwa hiyo ili uwekeze lazima ulete. Na watu wakatoa pesa. Wakatoa pesa kumpa. Wakiamini wanaenda kujengewa. Wakiamini ndio wanaweka hazina zao wapi? Kuna alafu mwaka jana mwishoni
Akatokea mtu mwingine tena kule nchi ya Hispania. Ni Hispania au Mexico. Anawaambia jamani, si mnajua mimi ni Yesu. Niliwaambia naenda kuwajengea mahali. Na ninyi mnajua. Ananukuu kabisa Yohana 14. Na ile aya ya kwanza mpaka ya 3, msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini nani jamani? Mnamwamini Mungu, niaminini na mimi. Nyumbani mwa baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningalifanya nini? Anawaambia sasa, zile ploti za zamani zimekwisha. Nimeanza kupima ploti mpya. Na ninyi mlioko hapa hakuna aliyekwisha nunua ploti. Sasa akawa anauza kwenye kanisa. Square mita moja dola 100. Square mita moja. Mita moja urefu, mita moja upana. Square mita moja ya eneo ya mraba, dola 100. Kwa hiyo watu wananunua ploti sasa. Wakiamini huo ndio uwekezaji. Wakiamini kwa kufanya hivyo wanawekeza wapi? Mbinguni. Sasa niwakumbushe, Mungu anatutaka tuweke hazina zetu mbinguni. Swali, tunawekaje hazina zetu mbinguni? Tunawekaje hazina zetu? Unawekaje hazina zako? Nawekaje hazina zangu? Ziko njia 4 za uwekezaji mbinguni. Njia 4 za kuwekeza mbinguni. Na kwa ufupi, hakuna mwanadamu ambaye kuna siku atafunga safari kutoka hapa apeleke pesa zake, apeleke dhahabu yake, apeleke almasi yake, apeleke mifugo yake mbinguni. Mungu ametuwekea njia rahisi za kutusaidia kila mmoja wetu kuhakikisha anashiriki kuweka hazina zake wapi? Mbinguni. Njia ya kwanza ambayo Mungu ameichagua ya kutusaidia kila mwanadamu kuweka hazina zetu mbinguni ni kupitia utoaji wetu wa zaka na sadaka. Zaka na sadaka. Bwana anapokubariki, kumbuka katika matoleo yako, katika mibaraka yako anayokupatia Bwana, anasema sehemu ya 10. Sehemu ya 10. Hiyo ni zaka kwa Bwana. Unatakiwa ulete kwa Bwana. Unatakiwa ulete kwa Bwana. Na unaleta kwenye hazina yake. Kwenye hazina. Unaleta kwenye gala lake. Na ameweka magala kwenye makanisa, kwenye ngazi za majimbo, huko ndiko magala yaliko ya kuweka hazina zetu kupitia kwa utoaji wetu wa zaka na utoaji wetu wa sadaka. Niwakumbushe, kuna watu huwa hawajui zaka na sadaka vimeanzishwaje. Kumbuka uko nyuma, hata kabla ya taifa la Israeli kuweko, Mungu anapomtokea Ibrahimu na hasa anapompa ushindi, alipokwenda kupambana na wale wanajeshi, wale wafalme watano walioungana pamoja, wakaiteka miji ya Sodoma, wakaiteka miji ya Gomora. Wakamteka mpaka Rutu, mtoto wa ndugu yake Ibrahimu, na ambaye Ibrahimu alitoka naye Uru wa Ukaridayo kuja naye katika nchi ya Kanaani. Alipokuwa ametekwa, Ibrahimu anapokwenda kuwaokoa na kuwarudishia zile mali, lakini ziko mali nyingine zilibaki kwake. Biblia inaeleza Ibrahimu akatoa sehemu ya 10 kwa mtu anayeitwa Melkizedeki. Akatoa sehemu ya ngapi? Ya 10. Lakini basi Yakobo anapotokewa katika njozi yake, mnakumbuka wale ambao mnasoma Biblia, anapotokewa na Mungu katika njozi yake usiku, anamwambia Bwana, huko ninakokwenda, na kuanzia sasa chochote utakachonibariki hakika yake nitakutolea sehemu ya ngapi? Sehemu yako. Mungu anapoliasisi taifa la Israeli sasa, anapoliasisi katika mlima wa Sinai, Bwana akatangaza na kuwapa sheria ya amri 10 ambayo habari zake tunazisoma katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 20. Kutoka sura ile ya 20. Angalia namna ambavyo zaka na sadaka zilivyo muhimu kwa Mungu, hivyo muhimu, alivyo matoleo muhimu kwa Mungu, hivyo matoleo muhimu kwa Mungu, kwamba Mungu anapomaliza kutangaza ile sheria ya amri 10, anapomaliza katika kitabu cha Kutoka sura ya 20, amri 10 zinaishia aya ya 17, aya ya 18. Biblia inasema neno haya: watu wote wakaona umeme na ngurumo na sauti ya baragumu
na ule mlima ukitoka moshi, mlima unatoka moshi. Watu wakaona, na watu walipoona hayo wakatetemeka, watu wakaogopa. Walipoogopa, endelea kusoma aya zinazofuata, aya 22. Bwana akamwambia Musa, akamwambia Musa, waambie wana wa Israeli hivi, ninyi wenyewe mmeona ya kuwa nimenena nanyi kutoka mbinguni. Mmeona, msifanye miungu mingine pamoja nami. Kwa hiyo Mungu anamwambia kama alivyoambia katika amri ya kwanza aliyoitangaza, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Kwa Mungu anamwambia msifanye miungu mingine yeyote pamoja nami. Anasema msifanye miungu mingine pamoja nanyi. Miungu hiyo iwe ni ya fedha, msifanye, wala miungu ya dhahabu msijifanyie. Sasa anatangaza katika aya 24, utanifanyia madhabahu ya udongo, nawe utatoa dhabihu zako, sadaka zako juu yake, sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani, kondoo zako na ng'ombe zako, kwa mahali nitakapotia ukumbusho wa jina langu, hapo ndipo nitakapokujilia na kufanya nini? Na kukubariki. Kwa hiyo Mungu anapotangaza sheria ya amri 10, anapomaliza anaasisi ibada ya matoleo ya sadaka pale mlima wa Sinai, na anawaambia mtakapotoa hizo sadaka ndipo mimi Mungu nitakapokujilia na kukubariki. Je, ni sadaka tuliyotangazwa katika mlima Sinai? Zaka nayo je? Mambo ya Walawi sura ya 30. Walawi 30. Walawi 27 samani. Walawi 27 aya 30 mpaka ile ya 34. 30 mpaka 34. Tena zaka yote ya nchi, kama ni mbegu ya nchi au kama ni matunda ya nchi, ni ya Bwana, ni takatifu kwa nani? Kwa Bwana. Na kama mtu akitaka kukomboa chochote cha zaka yake, ataongeza sehemu yake ya 5 juu yake. Mungu aliwaruhusu wana wa Israeli waweze kukomboa zaka za mazao. Neno kukomboa lina maana hii. Pengine mwaka huu umelima mahindi na umevuna gunia 20, na kwenye gunia 20 hapo tayari kuna mbaraka wa Bwana, kuna zaka na sadaka. Sasa wewe umetamani haya mahindi haya usiende kwa mtu, yani usiende kuyauza, yabaki kwako. Haya ya zaka yako, yale ya kwako mwenyewe, lakini iko zaka ya Bwana ambayo litakiwa kwa kweli uitoe. Na unaitoaje? Unaipeleka kanisani kama mazao, kama mahindi, au unaipeleka kama fedha. Sasa ikiwa bei ya soko ya gunia ni 60,000, ndio bei ya soko ya gunia, na wewe kama ungeliuza kwa mtu 60,000, lakini kwa kuwa umependa hayo mahindi yabaki kwako ambayo ni ya zaka na sadaka, Bwana anasema wewe utaongeza 1/5. Kwa maana nyingine, kwenye ile bei iliyopo utaongeza 1/5 ya bei, utaongeza 20%. Kwa kama ni 60,000 ndio bei inayo ya mahindi yanauzika hapa kwetu. Sasa wewe kwa kuwa hutaki yatoke yaende kwa watu wengine, umetamani yabaki kwako, utamletea Bwana 72,000. Lakini ukiuzia jirani yako, muumini mwenzako, mtu mwingine